Saudi Arabia imetoa ofa ya kujenga misikiti 200 nchini Burkina Faso. Lakini rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore amekataa ofa hiyo ya kujengewa misikiti hiyo 200 nchini humo, na badala yake amehimiza kwamba ufalme huo unapaswa kuwekeza katika miradi muhimu ya miundombinu ambayo itawanufaisha moja kwa moja watu wote wa Burkinabe, kama vile ujenzi wa shule, hospitali na biashara za kutengeneza ajira. Rais huyo wa Burkina Faso amesema kwamba ikiwa ufalme wa Saudi Arabia unataka kujenga misikiti 200, basi wangehamisha misikiti hiyo na kuwa shule ama hospitali na kutengeneza biashara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana nchini Burkina Faso wanakuwa na ajira za kutosha. Rais huyo wa Burkina Faso Ibrahim Traore amesema kwamba Burkina Faso ina misikiti mingi ambayo bado haitumiki. Alisisitiza haja ya dharura ya mipango ya maendeleo ambayo itaimarisha taifa la kujitegemea na kuharakisha maendeleo katika sekta muhimu. Msimamo wake unaendana na maono yake mapana ya maendeleo ya taifa. Tangu aingie madarakani, Traore ameweka kipaumbele katika kuimarisha miundombinu ya umma ili kuhakikisha uendelevu wa muda mrefu. Utawala wake umeanzisha mageuzi muhimu ili kuboresha usimamizi na utoaji wa miradi, huku Wizara ya Makazi sasa ikisimamia awamu zote za ujenzi wa nyumba za umma, kutoka kwa usanifu na kupanga hadi utekelezaji, huku ikitekeleza viwango vikali vya kiufundi, mazingira na usalama. Zaidi ya miundombinu, Traore amezindua mipango ya kukabiliana na uhaba wa nyumba, haswa kwa wakimbizi wa ndani walioathiriwa na changamoto za usalama. Mnamo Julai 12 mwaka 2024, alizindua mradi wa kujenga nyumba za kijamii 1000, akiimarisha ahadi yake ya kuhakikisha makazi ya kutosha kwa Wabukinabe ifikapo mwaka 2030. Mpango wa Kapteni Ibrahim Traore ni kutengeneza mazingira rafiki kwa wananchi wa Burkina Faso na kuhakikisha anaondoa umasikini katika taifa hilo, na anataka Burkina Faso iwe miongoni mwa mataifa katika Afrika na ulimwenguni yanayojitegemea, yasitogemea mashirika ama fedha kutoka katika mataifa ya kigeni. Katika harakati zake za kujikwamua kiuchumi, rais huyo wa Burkina Faso pia amekataa msaada wa kifedha kutoka kwa shirika la fedha la kimataifa IMF, akitetea badala yake kukusanya rasilimali za ndani. Utawala wake unaangazia kilimo, viwanda vya ndani na maendeleo endelevu kama nguzo za ustahimilivu na uchumi na ukuaji. Kukataa kwa Rais Traore kwa pendekezo la ujenzi wa misikiti uliopendekezwa na Saudi Arabia kunasisitiza kujitolea kwake kwa mkakati wa maendeleo unaozingatia elimu, huduma za afya na uwezeshaji wa kiuchumi, mambo muhimu anayoyaona kama muhimu kwa mustakabali wa watu wa Burkina Faso. Rais huyo wa Burkina Faso amekuwa miongoni mwa viongozi mashuhuri katika bara la Afrika, lakini pia amekuwa mtu tofauti kabisa na namna anavyoendesha serikali yake nchini Burkina Faso. Wakati huu rais huyo amejikita zaidi katika kuhakikisha Burkina Faso inajitegemea, na amezindua kiwanda cha sabuni katika siku za hivi karibuni, lakini mpango wake ni kuwa na viwanda vingi ndani ya taifa hilo la Burkina Faso na kutotegemea bidhaa kutoka katika mataifa ya kigeni. Na mpango wake ni kuhakikisha bidhaa kutoka nchini Burkina Faso zinauzwa katika Afrika na ulimwenguni kote. Mtazamaji wa The World News, huyo ni Kapteni Ibrahim Traore ambaye kwa namna moja ama nyingine amekataa ujenzi wa misikiti 200, ahadi iliyotolewa na Saudi Arabia, na badala yake amesema kwamba misikiti hiyo 200 ni bora ingejengwa kama shule, lakini pia vituo vya afya lakini pia na uwezeshaji wa miundombinu ya ajira ndani ya taifa hilo la Burkina Faso. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.